Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Street Bastard, mchungaji wa mtaa. Street Bastard, usikate tamaa. Street Bastard, yote yatakwisha. Street Bastard, huduma yako itakuwa. Street Bastard, wala hautalia tena. Street Bastard, Street Bastard, songa mbele. Street Bastard, I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Janet, mwanangu, kuwa makini na huyo baba yako, maana mimi simwamini kabisa. Mama, pamoja na yote lakini ni baba yangu. Janet mwanangu, mimi ndo ninayemjua vizuri sana Tom kuliko wewe. Na tena umwambie asikanyage nyumbani kwangu. Akiendelea kufanya hivyo, ajue kabisa nitamshtaki. Sawa mama, nimekuelewa na sitachelewa kurudi. Okay. Nakupenda mwanangu. I love you too, mama. Haya, poa baadaye. Haya. Usichelewe. Okay. Umependeza. Salome kipenzi, jikaze. Unajua fika tuna matatizo mengi, lakini kama utashindwa kulivumilia hili, maana tutajiingiza kwenye matatizo makubwa sana mke wangu. Jikaze. Hebu niambie kuna nini? Watoto wangu wako salama wote? Kula yuko hai, lakini Doto amefariki mke wangu. Usifanye hivyo, usifanye mke wangu. Unajua fika kwamba hospitali madaiwa milioni 2. Lakini kuna nesi anataka kutusaidia. Kwa hivyo ukiendelea kulia utatustukia mke wangu. Mshaka utashindwa kupata msaada. Hem, jikaze mke wangu. Sawa? Kazi. Kwa hiyo tunafanyaje Ndunguru? Ndio maana nakwambia jitulize. Kuna nesi amekubali kututorosha hapa. Maana yake tutaondoka mimi, wewe pamoja na mtoto aliyebakia. Na hii mke wangu itatusaidia kuepuka gharama hizi za kulipia hapa pamoja na mtoto aliyebakia mke wangu. Hem, jikaze. Ndunguru, usitaki kuniambia mwanangu alifariki na mwacha hapa? Hakuna namna mke wangu. Hata hilo mimi linaniumiza sana, lakini hakuna namna. Inatupasa tuondoke hapa Salome. Tena kama wezi. Huku tulikuwa tumeondoka na mtoto wetu. Hem, tuondoke. Unajua unavolia hivi watatusikia hapa mke wangu. Huyu mtoto anabakia ataziko na sita mke wangu. Tafadhali naomba unielewe mke wangu. Mimi sikupenda atokee haya mke wangu. Tafadhali. Hem, jikaze mke wangu. Tuondoke. Mke wangu. Usikie mke wangu, natusikia mke wangu, tuondoke. Mimi kwa kweli wewe mzee Ndunguru wewe kinachokulizaliza ovyo nini? Kama zamu amwa. Wewe kile kukaa kulialia tu ngwe. Kinachokulizaliza nini? Usibora tuende na safari yetu unalialia. Unalialia nini? Kaumba. Haya ndio maeneo ambayo maisha yangu mimi yaliniharibikia. Naliona hilo ghorofa? Tumeliona. Wewe mzee, usituchanganye bwana. Sawa, usituchanganye. Hatujaje hapa kushangaa magorofa. Sisi tunataka kupaona hospitali walipozaliwa wanako. Au upakumbuki? Napakumbuka sana. Lakini sasa majengo yamebadilika. Sasa sijui tutaanzia wapi. Wewe mzee,
Sasa tunafanyaje? Haya, tunafanyaje sasa? Oh, unaposhauri wewe tunafanyaje? My lovely Dr. Janet, nimekumisi. I miss you too, daddy. Haya, niambie, tunaenda wapi na tunaenda kufanya nini? Ni surprise my daughter. Ingia ndani ya gari. Haya. Mi hapa nachokifikiria, si tuendeni kwenye mgorofa ule. Tukishafika kwenye mgorofa pale, tukauliza watu kwenye magorofa wale watakuwa wanajua hospitali ilikuwa hamishiwa wapi. Ngumu. Kwanza jina lenyewe la hospitali mimi silikumbuki. Mbona? Hospitali yenyewe ilikuwa ya mtu binafsi. Na jina la daktari mwenyewe hata silikumbuki. Mama wangu. We mzee Ndunguru, kule umetuweza. Hiyo mzee Ndunguru, hapo ni sasa sisi tumekwenda jela. Alafu jela tulipokwenda tumeenda kulala tu na hata nguo, yani tumelala uchi. Naichukua hiyo. Tushakula midagala ya nani? Ya Nyapala. Wewe unategemea hapo kitakachofuata nini? Sie hapo kama sio ng'onde. Hapa mimi nimepata wazo. Nafikiri hapa sasa hivi twendeni kule kanisani. Kule mimi nilimtelekeza Kurwa. Kurwa na Doto walikuwa mapacha. Kwa hiyo tukimpata Kurwa yule, tutamtumia kwenye vyombo vya habari kumtangaza yule. Tukimtangaza yule, basi na ndugu yake Doto atapatikana. Nalichukua hilo. Kama vipi Pambe, tuelekee hospitali. Wapi? Uko kanisani. Wewe bichwa, wewe uko unakwenda wapi? Kanisani umeambiwa huko. Twendeni basi. Wewe wewe unaelekea kule, unajua kanisani kule. Angalia bichwa yake. Kichwa kaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Boss, wageni wamefika. Rafiki yangu kipenzi Dr. Katunzi. Baba, kumbe tulikuwa tunakuja huku. Joyce. Yes boss. Tupishe mara moja tafadhali. Tom London. Nani amekupa kibali cha kuja ofisini kwangu? Tom London huwa asubiri vibali. Yeye akiona sehemu yote kuna uharibifu, basi utokea kama sauti ya mtu aliye nyikani. Tom London. Just get out of my office. Nitatoka mpaka nimalize kilichonileta, kwa sababu hapo hakuna hata sehemu ya kulala. Hivi unadhani naweza kukusikiliza? Wewe ni mnafiki. Ulichukua kitu cha thamani sana katika maisha yangu. Hivi unadhani naweza kusahau hilo? Ulipomchukua Maya, mimi nikajua kwamba ugomvi wetu umekwisha. Kumbe bado unaendelea. Anyway, tuachane na hilo. Wacha tupige hatua. Huyu ni binti yangu anaitwa Janet London. Ni kibinti ambaye ninampenda sana, na huwa sipendi kumwona mtu anamharibia maisha yake. Na nikigundua mtu anamharibia maisha yake, mimi humharibia huyo mtu maisha yake mara moja. Unajaribu kusema nini Tom London? Simfahamu kijana wako ambao umezaa na Maya aitwaye Patrick. Lakini nikitaka kumjua haitochukua hata dakika 2. Tom, please. Patrick ni maisha yangu. Usimtaje hapa. Na usijaribu kupanga chochote kuhusu mwanangu kipenzi Patrick.
Unajua kwa nini? Kwa sababu nitapasua ubongo wako mchana kweupe, tena mbele ya huyo nimtaja kama ni binti yako. Najua hilo, lakini nimekuja kutoa onyo. Mwambie mwanao sitaki, na ninajua kabisa anatembea na binti yangu. Dad, hivi hayo ndio ulioniletea huku? Princess Janet, tafadhali sana binti yangu, katika kitu ambacho unaweza kunisaidia hapa ni kukaa kimya tu, na kuomba sana. Nadhani tumeelewana sasa. Mimi nahisi kwamba ugomvi wetu tulikopo nao wala haina haja kukaa kuongeza ugomvi mwingine. Naomba umwambie mwanao sitaki tena kumuona mwanao akiambatana na binti yangu. Nje hapo nitakuja kufanya mauaji mpaka serikali iliyokuwa madarakani watashangaa. Nadhani umenielewa. Nakutakia siku njema. Princess Janet, let's go my chocho. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Haleluya! Hebu nisaidie kumshangilia Bwana kwa makofi. Ninakwenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia. Huyu ni nabii wa machozi. Ni mtu ambaye alikuwa anasema mambo kutokana na huzuni zake. Anazungumza yatakayotokea na yaliyopo na yanayokuzonga. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 16 na 17 anasema, basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakwenda kufungwa kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo. Mstari wa 17 anasema, maana nitakurudishia afya. My Lord, my God. Anasema, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Bwana anajua. Usikii kama mstari wa 17 unavyosema, nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote. Hapo mzee Ndunguru, wewe unaonaje hiyo? Yaani ina maana mimi sina mwamba anaupiga mwingi sana. Mimi hapa naona cha msingi tumsikilize. Anasema, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo. My Lord, my God. Bwana akatende kwenye maisha yako. Bwana akaponye jeraha zako. Bwana akarudishe afya yako. Lolote ambalo shetani ameliteka, ninalikomboa kwenye ulimwengu wa roho, likarudi kwako kama lilivyo. Wako wapi washindi? Wanisaidie kumchapia Mwokozi makofi. Ni maombi yangu mchana wa leo, Bwana akusaidie sana, arudishe kila kilichoharibika,
aondoe uharibifu ambao shetani ameufanya kwenye maisha yako. Maana yeye anasema basi hao wakulao, my glory, my Lord, wataliwa. Anasema na waliokuwinda Bwana atawafanya kuwa mawindo. Riko na maseketeremu yanta katika jina. Afande, mtu mwenyewe aliyetukana na kutudhalilisha ni huyu hapa. Wewe mhubiri feki wewe. Uko chini ya ulinzi. Mama, mimi nakushangaa sana. Yaani kazi yako wewe kwa sasa ni kuhakikisha unaniharibia ndoa yangu. Abigail, naomba usiniharibie siku yangu ya leo. Sijaamka vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe leo umeamka kiumbea tu. Mama mtu mzima usiyojua kufanya yako, unataka kuniharibia mimi maisha yangu. Inahusiana nini? Eti Mama Abigail. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Jamani, watu wa Mungu, kuna nini jamani? Si mngeniacha kwanza basi nifunge ibada? Mbona hamumheshimu Mungu? Mtu wa Mungu gani? Ulivyokuwa unatutukana, umetupiga mateke, umetudhalilisha, umetutukania hadi wazazi wetu. Umetuvua nguo wewe baba, wewe sasa hivi unasema mtumishi wa Mungu. Una Mungu gani wewe? Una Mungu gani? Tapeli mkubwa. Afande, mchukuani huyu mtu mwende naye, akauzie jela tu huyu. Hana uhubiri wala nini, kazi yake ni matusi tu kila siku. Anatukana mpaka vitu vya nguoni huyu. Anachofanya kitu gani? Amtukana mpaka Mungu huyu. Mimi nataka huyu akafie jela kabisa, ili iwe mfano kwa wenzio wote. Muhuni tu huyu. Sana. Tafadhalini watu wa Mungu, mimi sina hatia. Mnamkamata na kumdhalilisha mtu ambaye hajui chochote, hajui nini kinaendelea na wapi kimetokea. Lakini kama Bwana aishivyo, ninajua hizi ni kazi za shetani. Hii vita haitaniweza. Nipelekeni mnakotaka kunipeleka. Peleka huko. Muhuni tu huyu. Nini ndio mnakosea nyie? Wewe. Maona, mimi niliwaambia twendeni katika mambo yetu yale yalotunganisha, afu nyinyi mmekaa tu hapa mnasema tumsubiri mahubiri. Kweli mjini watu wanatafuta hela kimtindo mwingi. Watu tunakula leo. Kumbe mnenaji mwenyewe anatafutwa na mbongole. Kaombwe. Sio kila mtu anayetafutwa ana hatia. Sio, unaelewa? Wengine wanatafutwa afu hawana hatia yote nini. Chukua hiyo kutoka kwangu. Hapa sasa cha msingi mimi naona tuendelee na mambo yetu. Muone yule. Tena wewe leo wamekuwai wewe leo. Tungekula nyama sio wewe. Wewe yani unatumia mahubiri. Ni dhambi kubwa sana kutumia mahubiri ya dini eti ndio njia ya kujipatia kipato. Wafikiri iko sawa? Mzee. Twende. Acha kumtesa mtesi wa Bwana. Abigaili, naomba usiniharibie siku yangu. Leo sijaamka vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe leo umeamka na umbea tu, si ndio? Mama mtu mzima, usifanye ya kwako kazi yako kuniharibia mimi maisha yangu. Nisikilize. Ni vile tu kwa sababu umeniweka tumboni miezi 9. La sivyo watu wangekumulika kwa tochi na wangesahau kabisa simulizi zako. Abigaili, baki kwenye njia yako. Baki kwenye njia yako. Ulipaswa kufanya hivyo toka mwanzo. Sasa nikuulize swali. Kilikusibu kipi kutoka hapa kwenda kumwambia mume wangu mimi kwamba jana nilifumaniwa? Kipi kilikusibu? Mama Abigail. Kilikusibu kipi? Naomba leo nisiongee chochote na wewe. Kwa sababu ninaamini kabisa wewe hauna akili. Ni kweli. Kweli kabisa. Mimi sina akili. Sasa kwa nini yale matendo jana ukiyachukulia kama yamefanywa na kichaa? Badala yake umekwenda kunisagia kunguni kwa mume wangu ili niachike.
Mama Abigail, nisikilize kwa makini na yakutie akilini. Mimi nayajua yako mangapi. Na miaka 5 sasa. Kaka wakati hajakanyaga hapa kwa ajili ya mambo yako. Uone hilo? Hujui kama sisi tunajua matendo yako? Lakini tunyenyamaza kimya kwa sababu ni mama yetu. Nikisema leo niongee, nizungumze watu wote wajue. Utakuwa sawa wewe? Si utaishia gerezani wewe? Abigail, ile ilikuwa ni ajali. Ilikuwa ni ajali. Basi hata yale matendo ungeyafanya kwamba ni ajali. Kilichotokea kingekuwa ni ajali. Mama Abigail, nakuonya kwa mara ya mwisho. Nakuonya kwa mara ya mwisho. La sivyo. Umenikosea sana baba, na siku nyingine usije kunichukua mimi kwenda nawe sehemu yoyote ile wala popote pale, na usije hapa tena. Unasemaje Janet? Nadhani umenisikia. Sitaki kuwa mtumwa wa dhambi zako, na kama wewe una maadui zako ni huko, mimi hawanihusu. Sikia nikwambie wewe, huwezi kuniambia hivyo wewe. Watu wangu wamekufuatilia nyendo zako mguu kwa mguu, ndio wamegundua kwamba una mahusiano na yule mpumbavu mwenzako Patrick. Sasa sikiliza, chagua moja. Kufuata maagizo yangu au kuhudhuria mazishi ya Patrick. Unasemaje baba? Kwa hiyo unaweza hadi kuua? Kwa ajili ya maisha ya binti yangu, niko tayari kufanya chochote. Toka. Naona kimeumana. Haya vipi, imekuwaje? Mama, sitaki kumuona huyu mume wako tena hapa nyumbani. Imekuwaje tena? Mama, huwezi kuamini. Baba ananichukua hapa, namuuliza tunaenda wapi, haniambii. Kumbe ananipeleka ofisini kwa babake Patrick. Janet, si nilikwambia kwamba babako kichawe ukamtetea? Haya sasa, umeona? Haya ikawaje? Yaani mama, hauwezi kuamini. Baba anajua kila kitu kuhusu mimi na Patrick. Yaani tumefika pale ofisini, wanagombana nusura washikani. Lakini neno la mwisho baba aliloniambia, amesema kama nitaendelea na Patrick basi atamuua. Yaani hapo pakuana hapo pakuua simuungi mkono hata kidogo. Lakini la kuachana wewe na Patrick na muunga mkono kwa 100%. Ila kitu kingine alichonikera ni kwenda kumfuata Dr. Katunzi ofisini kwake. Hilo nalo simuungi mkono kabisa. Halafu mama, kuna nini kinaendelea baina ya hizi familia mbili? Kwa sababu jana kwa masikio yangu nimekusikia ukimwambia Patrick mama yake alikuchukulia kila kitu kwenye maisha yako. Na leo neno hilo nimelisikia baba yake Patrick akimwambia baba kwamba amechukua vitu vya muhimu sana kwenye maisha yake. Na baba akamjibu akamwambia, mimi nilizani chuki yetu imeisha tangia nilivyokuachia Maya. Na Maya ndio mama yake Patrick. Kuna nini kinaendelea hapa? Mama. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigail, mke wangu we, amini utabadilika. Abigail, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa.
tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi